bienvenue, soyez les bienvenus sur David's Family Ministry, notre chaîne qui amène la gloire et la présence de Dieu au milieu de vos familles et nos frères et sœurs. Tobina Mukes, alléluia. Yoka, muziki. Tokoyembela endengenine. Alléluia. Yoka. Oya bali mitema na biso nyoso. You need to receive the peace, joy in your life. When you sing, you dance for God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Il est roi de tous les rois. Il est roi des rois des rois. Alléluia. Merci beaucoup. Asante sana wandugu wapendwa. Thank you, brothers and sisters. Tunashukuru Mungu kwa muda kama hii tena. We thank God for this moment again. Na tunakuja tena na neno la Mwenyezi Mungu. And today we're back again with the word of God. Tunakuja kuzungumza maneno matakatifu. We have come to talk about the Holy Bible. Yale Mungu, maneno matakatifu. Yes, the holy words. Kwa sababu Mungu ametuweka hapa tubadilishe mafikara zetu kupitia neno. Because God has brought us here to change our mind through the word. Asante sana Yesu Kristo kwa muda kama huyo. Acha tutaenda kurudishia Bwana shukrani na kukabidhi programu yetu mikononi mwa Bwana. We're going to pray and then to welcome the program in God's hand. Acha tuombe. Mtafsiri wangu Jemima ataomba, atashukuru Mungu na tutaacha programu yote. Tunaendelea na programu zetu. Okay. Bwana katika jina la Yesu Kristo Nazareth, na tunakia tena mbele zako na tunashukuru kwa muda kama huyu. Asante tena kwa programu yetu ya siku ya leo. Tunakushukuru tena kwa juu tena tuko able Bwana kukuwa hapa tena siku ya leo. Tunakushukuru kwa kila mmoja na mmoja Bwana mwenye utaleta tena leo kubarikiwa Bwana na neno hiyo yote Bwana itasema. Tunaomba Bwana acha tena mhubiri wetu masemi yake ipotea, lakini Bwana masemi ya Roho Mtakatifu wako yanjo endelee tena mbele na kutawala Bwana, na acha yabariki watu tena katika jina la Yesu Kristo Nazareth tuomba, amen. Amen. Asante sana. Tunashukuru Mungu kwa wandugu wote wanaotufuata. Yeah, we thank God for all the brothers and sisters that are following us. Wenye wanatufuata hapa kwa Sweden. All of them who follow us in Sweden. Hapa mu Europe. Here in Europe. America. Africa. Yes, tunawapenda sana. Yeah, we all love you. Sikia neno la Mungu. Listen to the word of God. Inapokubariki, if it bless you, tumia mwingine na atabarikiwa. Just share it to another person, the person will be blessed too. Mission kubwa kwetu kukuambia ukabue injili hiyo. The big mission for telling you to share this word. Hapana kama gisu wengine wanatafuta pesa kwa YouTube, wanatafuta pesa kama hapana. Not like other people who are looking for money on YouTube or Instagram like that. Sisi ni kwa ajili ya habari njema. For us it's about the good news. Yeah. Patia mwingine. Just share it to another person. Kwa sababu itakuwa pia nawe umetia yako mchango kupitia habari njema. Yeah, it will be as if you have contributed to share the good news. Yes, tunasema kama tunaenda kuzungumza kuhusu tuna msaidizi. Yeah, we're going to talk about that we have the helper. Yes, tuna nani msaidizi? We have the helper. Karibu sana kwa wote. Welcome everybody. Anza ambia mwenzako. Start telling your friend. David's Family Ministry imeanza. David's Family Ministry started. Murudishe kwa simu yako. Go back to your phone. Wala unaenda kwa TV yako. Or go to your TV. Wala unaenda kwa laptop yako. Or go to your laptop. Kote kwenye unaweza kupata mtandao. Everywhere where you can get this program. Wende ukaanze kutufata kwa David's Family Ministry. Just go and start watching us at David's Family Ministry. Tunakuya na neno nzuri sana yenye Roho wa Mungu ametia ndani mwetu. We've come with a good word that the Holy Spirit has sent into our hearts. Na tukiashika pia. And if we take that word na kuyaelewa and to understand it, itatubariki sana. It will bless us too. Na itakuwa ya muhimu sana. And it will be important. Kwako na kwangu. To you and me. Na
kwa taifa lote. And to all generations. Tuna msaidizi. We have a helper. Kama jinsi Biblia inapoyasema. Just like the Bible says. Tuna msaidizi. We have the helper. Anayekuja tusaidia. Who comes to help us? Anakuja kutusaidia kunini? What does he come to help us for? Anakuja tusaidia kwa ajili tuelewe neno la Mwenyezi Mungu. The helper came to help us to understand the word of God. Huyo msaidizi ni nani? And who's that helper? Ni Mungu. Is it God? Ni Kristo. Is it Jesus? Ni Roho Mtakatifu. Is it the Holy Spirit? Ni maombi. Is it prayers? Ni kanisa. Is it church? Ni nini? What is it? Tutayachunguza We're gonna look up katika maandiko matakatifu. Hallelujah. Come on. Yeah. Nani amekufanya uwe gisi huko? Yesu. Yesu. Kwa nini nisiseme haleluya? Why can't I say hallelujah? Kwa nini nisifurahi? Why can't I be happy? Amenifanya niwe gisi nipo. He made me to be who I am. Hiyo ndio ikupe furaha. That's the thing that will give you happiness. Hauyupo kwa sababu wewe umeyataka. You're not there because you want to. Hauyupo kwa sababu watu wanataka. You're not there because people want to. Hauyupo kwa sababu umejifikiria. And you're not there because you've thought about it. Lakini yupo kwa sababu Kristo ametaka huwe hivyo. But you're like that because Christ wants you to be like that. Hallelujah. Amen. Furahi, be happy, tosheka, be have enough, and understand. Shukuru Mungu. Thank God kwa yale yupo. For all that you are. Amefanya kia maana. Because he did something important. Maisha yako, your life, kuna msaidizi. There is a helper. Na jinsi msaidizi atakusaidia. And the way the helper will help you. Elewa hivi. Just understand the way. Namna atasaidia mwingine. And what? Namna ataweza saidia mwingine. The way he helps the others. Uelewe pia. Just understand too. Yeye ndio afanya tuwe jinsi tupo. He's the one who make us to be the way that we are. Acha tutasoma Biblia yetu katika kitabu ya Yohane 14. We're going to read the Bible in the book of John 14. Yes. Yohane 14. John 14. Tunaanza ku shairi yake ya 25 hadi 25. Yes. Mpaka makumi mbili na sita. Tutaenda pole pole kwanza. Okay, we're reading in the book of John chapter 14 verse 25 up to 26. Yes. I read in the name of Jesus. I am telling you these things now while I am still with you. But when the Father sends the advocate as my representative, that is the Holy Spirit. That is the Holy Spirit. He will teach you everything and he will remind you of everything I have told you. Chapter 26. Hallelujah. Amen. Rudia kidogo sasa. Ule ndio msaidizi. Yeah. Tunapanda mbele kidogo. Tunakamata 19, 17. 14, 17. Yes. No, 14, 16, 17. 14, 16, 17, okay.
And I will ask the Father, and he will give you another advocate, who will never leave you. He is the Holy Spirit. He leads you into the truth. The world cannot receive him because it isn't looking for him and does not recognize him. But you know him because he lives with you now, and later he will be in you. 19. No, I will not abandon you as orphans. I will come to you. Soon the world will no longer see me, but you will see me, since I live, you also will live. What? Amen. Amen. Wengi kunasoma English ya. Ya, karibu sana kwa wote wanaendelea kufuata. Karibu sana Josephine. Tunakukaribisha. Sikia jinsi neno la Mungu linasema. Listen how the word is telling us. Hapa mimi niko naanza yule kisha nitamaliza chini. For him is going to start from up and then Christ anatuadia msaidizi. He promises us a helper. Hallelujah. Amen. Una msaidizi. You have a helper. Usiku na mchana. Night and day. Unapojua Christ. If you know Christ. Na kutembelea muneno la Christ. And walk through his word. Una msaidizi. You have a helper. Anasema nini? What does he say? Je vous ai parlé de cela pendant que je demeurais auprès de vous. Niliwazungumzia maneno hiyo. I have told you these words. Wakati nilikuwa pamoja nani. I told you these words while I was with you. Nani alizungumuza? Who told the words? Yesu Kristo. Jesus Christ. Yesu alizungumuza. Jesus told the na watu. To people. Alizungumuza. He taught. Kwa dunia hii. In this earth. Alizungumuza. He taught. Kwa wale waliyemsikia. To those people who were listening. Anasema niliwazungumzia maneno hiyo. He says I was telling you these words. Wakati nilikuwa pamoja nani. While I was with you. Sikia sasa kwenye alianza kuwazungumzia. Now listen how he started telling them. Si njoko nimerudi huku juu. Okay, it went up again. Kwake alianzia 16, mimi nitaanzia 15, tupe. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Kama mnanipenda, if you love me, mutalinda neno langu. You will keep my word. Ni nani? Jerome kama Jerome. Yes, okay. Mayanja, okay. Yeah. Gwebale sebo. Nkulabye ko mkwano elinya lyo kale. Mfise mkade. Olyatia muvubuka wange. Webale kugoberera programu yaffe mbatumide mbona abali mu Kampala. Yes. Jerome Mayanje. Yes, tunamkaribisha yule ndugu pia anaendelea tufuata. Yesu anasema hivi, mnapojua Jesus said, if you know, si vous m'aimez, kama mnanipenda, if you love me, mutalinda, you will keep agizo langu, my promises, wala hadi make commandments zangu, sheria zangu, all my commandments. Hallelujah. Amen. Nani kwa nasema? And who's talking? Yesu kwa nasema kwa sababu iko pamoja nao. Jesus is telling them because he was together with them. Et them. moi, j'ai pris le Père et il vous donnera une autre consolateur qui soit intermédiaire avec vous. Nitaomba kwa Baba. I will pray to the Father. Hapana nitaenda twala. He didn't say that I will take. Nitaomba kwa Baba. I will pray to the Father. Habatumie mwingine. For him to send you another msaidizi. For him to send you another helper. Atakaye wafariji. Who will help you. Consolateur qui soit intermédiaire avec vous. Ule msaidizi and that helper mwenye atakuwa kati yenu who will be between you na Baba and the Father na mimi and me. Anasema iko hapa yeye ndio intermediate iko kati yao. He said he's in the middle of both of them. Kristo anaenda kumwambia Baba.
Christ went to tell the Father, wasibaki vile, let them not stay like kwa that. sababu wakati nilikuwa na Because when I was together with them, nilikuwa mfariji wao, I was their helper. nilikuwa na wafariji kumaisha, I was helping them through na life, wafariji mushida, helping them through any na wafariji problem, mu majaribu, helping them through danger, na wafariji kwa kila hali yote, helping them in any way kwa it was sababu possible. dunia Because the world, ina tatizo mingi. it has a lot of temptation. Kwa sababu watu walikuwa pembeni na yule anayeweza jaribu za dunia. But because the people were Oh, together with that hallelujah. person who could sort every problem in the Yesu world, Kristo Jesus Christ, alikuwa anasaidia watu. he was the one who was helping people. Kwa hiyo wakati, At that time, hata kwa hiyo wakati tuko leo, and this time that we are right now, unapokuwa na neno lake, unasikia, if you just have his word, kama unanipenda if you love him, utalinda neno langu. you will keep his word. Ni kusema kitu ya kwanza, unapompenda Yesu, So the first thing it says, if you love hapana Jesus, kwa sababu unajua jina la Yesu, not because you just No, know no. the word Jesus, the Hapana. name Jesus, hapana kwa sababu unajua miujiza ya Yesu, not because you just know the miracles of Jesus, hapana kwa sababu Yesu anabariki, not because Jesus blesses people, hapana kwa sababu Yesu anafukuza mapepo. not because Jesus casts away demons. Unapompenda Kristo, But if you love Christ, unapasha kujua kudumu ndani ya commandment. you must know how to dwell inside the commandments. Atakuwa nawe. He will be together with you. Anasema nitamwambia Baba awatumie msaidizi. He said that I'll tell the Father to send you a helper Atakuwa anawafariji, consolateur. who will help you. Mwenye atakuwa ki interviendra avec vous. Mwenye atakuwa pale. Mkiwa na kene mnahitaji kwenye niko analeta. Mkiwa na kenye mnapenda anisikie anakiletea. Yeah, who will be Intermediaire. okay? Who will be in the middle of us? If he wants me, no. If he wants something from me, if you guys want something from me, he will tell you. If you guys want something from the Father, he will bring it to you too. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Hallelujah. Ukasikia faida yeye msaidizi. Roho wa ukweli. The Holy Spirit of truth, the Spirit of L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Dunia truth. The world, haiwezi kumpokea. it cannot receive him. Unaelewa ile kitu ndugu yangu? Do you understand that? Huyu mwenye Yesu Kristo iko anatutumia kama msaidizi. This one that Jesus Christ is sending us as a helper. Anaitwa Roho He's called Holy, wa ukweli. of truth. The truth. Yes. Dunia haiwezi mpokea. The world can't receive him. Dunia haiwezi kuwa na The yeye. world can't be with him. Dunia haiwezi tembea na The yeye. world can't walk with him. Dunia haiwezi The mfungulia. world can't like Mlango. open the door for Dunia him. haiwezi kumkubali. The world can't accept him. Que le monde ne peut pas recevoir. Parce que il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Kwa sababu hawamuone na hawamjue. Because they don't see him and they don't know him. Mais vous le connaissez parce que qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Nyie mutamwelewa. For you, you will understand him. Atakaa pembe karibu nani, He will stay together with you na nyie mutakuwa karibu na yeye. and you'll be near him. Unasikia? Njo tunaanza leo roho wa ukweli. And that's when we start understanding the Holy Ni Spirit of truth. msaidizi. He's a helper. Atatusaidia. He'll help Kwa us. sababu yeye hakuje kwa watu wote. Because he didn't come for all the people. Dunia ni kubwa, The world is big, lakini Kristo anasema but Christ hakuye says kwa dunia he lote. didn't come for the whole Anakuya people kwa world. wale He came to those wanao hiyo hadi, who have the promise, wanaolinda, who care, wanaojua who knows neno la Kristo. the word of Hallelujah. Je ne vous laisse pas orphelin. Anasema siwaache mayatima. Siwaache mayatima. He says he doesn't leave us as orphans. Yesu hatuache mayatima. Jesus didn't leave us as orphans. Je ne vous laisse pas orphelin,
Je viens vers vous. Ninakuya kwenu. I came to you. Watu waliwaza kama Yesu anakufa. People thought that if Jesus died na anafufuka and he resurrected na anaenda mbinguni, and he went to heaven, Wakristo the Christians were stayed mayatima. Orphans. Kiburi yetu, all our pride, kwa sababu Yesu alikuwa physical, because Jesus was physical, amepigwa fimbo, but he's being caged, analalamika, he screamed, anatoka damu, the blood ran out of his kumsalaba. body, he died at the cross. Wamewaza they thought Wakristo wamebaki yatima. Christians have stayed orphans. No. Anasema siwaache mayatima. He says he doesn't leave us hata nitakufa, even if I die, hata nitateseka, even if I suffer, hata nitaachiwa, even if I be hata watasema yale wanapenda kusema, even if they say what they want hata to say, watu watanikataa, even if people reject me. Ndugu yangu, but my brother, we mwenye unamwaminia Yesu Kristo, you who believe in God, hayupo yatima. you're not an orphan. Anaenda, he's going, na anakuja tena kwa. And he's coming back to Je you. ne vous laisse pas orphelin, je viens vers vous. Nitarudi kwenu, ninakuja tena kwenu. He says that he will return back to you. Siwaachi kama mayatima. He doesn't Niko narudia kwenu. I'm coming back to you. Encore une petite kwa muda chache. Et le monde ne me verra plus. Kwa muda chache dunia haitaniona tena. For a little while the world won't see me again. Mais vous, oh hallelujah. Mais vous me verrez parce que moi je viens et que vous aussi vous vivrez. Anasema mie kwa muda chache. He says me for a little while. Watu wa dunia, the people of earth, hawataniona they tena. won't see me anymore. Hawatamuona tena. They won't see him anymore. Kwa sababu because watamtafuta na macho ya dunia. They'll look for him with physical eyes. Watamtafuta na mavazi yake. They'll look for him by his clothes. Watamtafuta kwa sauti yake. They'll look for him through his voice. Anasema hawataniona tena. He says that they won't see him again. Le monde ne me verra plus. Avec virgule. Hawataniona tena. They won't see me again. Mais vous me verrez. Niye mutaniona. But you will see me. Parce que moi je viens. Kwa sababu mimi nimekuya. Virgule. Et que vous aussi vous vivrez. Kwa sababu mimi nitakuja na nyinyi mutaishi. Because me I'll come and you will live. Kumuona Kristo, to see Christ, uwe mtu mwenye unayo msaidizi. You need to be a person who have the help. Uwe mtu mwenye unatembelea mwenye usaidizi wake. You need to have the person who's walking through mwenye his unalinda yale hadi yake. That person who keeps his promise. Kwa sababu yeye wa dunia watamuona. Because him, the earth people won't see him. Wewe utamuona. But you will see him. Mimi nitamuona. For me, I will see kwa him. Kwa sababu mimi na wewe ndani ya Yesu. Because me and you in Christ. Tunaishi tena. We live again. Tunaishi. We live. Hatuishi tena maisha ya dunia hii. We don't live earthly things anymore. Tunaishi maisha yale Yesu anatupatia. We live the life that Jesus gave us. Hatupigane vita ya dunia hii. We're not fighting the battles of this kwa sababu tuna nguvu. Because we just have power. Kwa sababu tunajua. Because we know. Kwa sababu tunayaona. Because we see it. Tunayaishi. But we live kwa in sababu it. Kristo Because Christ, naye anaishi. he lived in it too. Vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi vous vivrez. Mimi ninaishi. For me I live. Yesu anaishi. Jesus lives. Na sisi tunaishi. And us we live too. Tuna msaidizi. We have a helper. Kazi yake ni kutusaidia. And his job is to help us. Roho Mtakatifu. So this Holy Spirit, amekuja kutusaidia. He came to help us. Acha niruke kwa 26. So he's gonna jump to 26. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra à mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses. Roho Mtakatifu Baba atatuma kwa jina langu. The Holy Spirit that the Father will send through my name. Unasikia? Yeah. Roho Mtakatifu anakuja kwa jina nani? The Holy Spirit, he came through the name of Jesus. Soma mzuri papa. 26. But when the Father sends the advocate as my representative, that is the Holy Spirit.
He will teach you everything and he will Unaona ndio sababu remind ya you. Biblia yenu na nyeko na majaribu. Atakuja kwa jina lake. Sijui nasema. Hallelujah. Amen. Ile ndio mimi nataka. Yangu anasema atamtuma saa represent. Si ndio sawa representa, lakini huku wanaambia atakuja kwa jina, kwa sababu hakuye kwa jina la mwingine, anakuja kwa jina la Kristo. Nimetumwa kwa sababu Kristo ndio amenilomba kwa Baba. Acha tuangalie kama Swahili inaweza kutamka nayo jinsi yangu imetamka. Ole korobo shakatarama. Inasema hivi 26 yes. Unapata. Lakini huyo msaidizi, yani huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atamtuma kwenu kwa jina langu. Yes. Hallelujah. Atakuja kwa jina la nani? La Yesu. Hakuja kwa jina la kanisa. Hakuja kwa jina ya mijiza. Hakuja kwa jina ya watajiri. He didn't come for rich people. Hakuja kwa jina. He didn't come through the name. Na wende wanaomba sana. Those people who pray a lot. No, anakuja kwa jina la Kristo. He came by the name of Jesus. Sasa wewe natokuuliza. So I have a question. Una Yesu ndani mwako? Do you have Jesus in you? Kusudi Roho Mtakatifu For the Holy Spirit akuje na jina la Yesu to kwako. come with the name of Jesus to you. Roho Mtakatifu msaidizi, Holy Spirit the helper, mwenye atakuja kwa jina la Kristo, who will come by the name of Christ. anakuja kufundisha. He will come to teach you. Unasikia? Amono, certes lui, ni atakuja kwa jina langu. Certes lui qui vous enseignera toutes choses. Yeye ndiye atawafundisha hii yote. He's the one who will teach you all this. Et vous rappellerez, il vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Atapia, atatufundisha yale He will teach us those Yesu aliyesema. that Jesus said. Atatukumbusha pia He will remind us too yale Yesu those that Jesus aliyohadia, he promised, aliyonena, he said, aliyofanya. he did. Acha tuende pole pole pale. Let's go slowly. Tusiende mbio. Let's not go fast. Neno ile. Kwa jina langu atawafundisha mambo yote. Atawafundisha mambo yote. He will teach you all the things. Na kuwakumbusha. And to remind you. Yote nilivyo waambia. All that I told you. Njoo nani? Jesus. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Njoo Roho Mtakatifu. Asa nikuulize. Now let me ask you. Ule roho wewe uko na yeye sasa, narudia hapo mkanisa. The spirit that you have right now, he's back again to churches. Kanisa. Churches. Ule roho iko mkanisa. The Holy Spirit that is in the church. Wa kuvunja biti. To break chairs. Kulumiza watu. To hurt people. Kutosha watu manguo. To yes. To remove people that closes. Yeah. Hallelujah. Anakuya kujina ya kuvunja viti wala anakuja kujina Yesu? Did he come to break the chairs, or he came by the name of Jesus? Hallelujah. Amen. Roho Mtakatifu, the Holy Spirit, Kristo anaenda mulomba kwa Baba. Christ, he went to beg him from Father. Wa Kristo, because the Christ tusaidiliwe. To be helped. Na maneno mengi yale atujue. And a lot of words that we don't know. Na
Ahadi mingi yale And the hatujue. promises we don't know. Na maandiko mengi yale hatujue. And the words that we don't know. Na tafsiri mingi yale hatujue. And the interpretations that we Na don't ndoto know. nyingi yale tunalota hatujue. And the dreams that we don't know. Lakini acha usaidiliwe mtumishi, But let you be helped. mjakazi, Mkristo, saidiliwa na Roho Be Mtakatifu. helped by the Holy Spirit. Hapana kwa mafiki. Acha nikwambie acha nikwambie kuna vitu tatu. Tafsiri ya neno la Mungu hili. The interpretation. Yeah, to translate the word of God. Yes, to translate the word of God. Ina namna hii. It has 4 ways. Kuna mtu There's a person anatafsiri maandiko hii who can translate those words na akili yake, with his brain. psychology yake. Yeah. Psychology yake. Anachukua andiko hii, He take the words, anaitafsiri he just translate them kama jinsi yeye anapenda, the way he wants them, kufatana na tamaa yake depending on his pride na hali yake and his way na kenye anajua and what he knows na kenye anataka. and what he wants. Tuna wale watumishi wa ile namna. And we have those evangelists like those. Tuna watumishi pia And we have other people wanatafsiri maandiko who translate these words kama jinsi shetani just the way that Satan anatia akili yake ndani mwao, puts his knowledge in them, tabia yake ndani mwao, his acts in them, matendo yake ndani mwao. his acts in them. Shetani anawafundisha pia vile, And the Satan has taught them like that. na wanatafsiri vile And that's the way they will translate them. kama jinsi shetani aliitafsiri, The way that Satan translated akamwambia Yesu, and told Jesus, kama we ni mwana wa Mungu, if you're the Son of God, geuza sasa mkate ni jiwe kwa mkate, turn this stone to be ndio bread. tukujue. Uko na tafsiri ya shetani, You see the translation haiko juu ya utukufu wa it's Mungu. not of the glory of God. Anamwambia tena Yesu, And he told Jesus again, imeandikwa. it's written. Uko asikia tafsiri yake, imeandikwa. It's written. Hivi mimi nakutoa leo kuyule hekalu, Now that I've put you up the church, simeandikwa utatoka it's written that you move from the church na utaanguka and you jump down, na atatuma bamalaika watakuchunga. and he'll send his angels to say, Jitupe sasa. so you threw yourself. Uko na tafsiri ya shetani Do gisi. you see Satan's translation? Njui inaua leo bado. It's the one Njui that's inatesa leo bado. it's the one that's making people to suffer. Na kuna tafsiri yote ile wanatosha mu Biblia. And all those things, they remove them in the Me Bible. hawa watu wawili But those two people, hawasaidiliwe they're no help na Roho Mtakatifu. with the Holy Spirit. No. Anajisaidia na akili yake, He helps himself with his knowledge, na huyu anasaidiliwa na shetani. and this one gets help from Satan. Na kuna yule anayesaidiliwa na Roho Mtakatifu And there's that one who gets help from the Holy Spirit kutafsiri, to translate, kukufundisha, teach you, kukujulisha to make you understand yale iliyoambiliwa, all that was told, yale iliyosemewa na all that Kristo. was said by Christ. Anasoma maandiko, He reads the words, anatosha andiko gisi ipo, and he removes the word the way it is, na anayasema gisi ipo. and he says the words the way they are. Ndio faida ya Roho Mtakatifu. That's the importance of the Holy Spirit. Roho Mtakatifu haiko tu The pale Holy Spirit is not just there turuke, to jump, ni wa kutabiri tu, to just ni wa testify, kuonaka tu to mapepo, just see demons, kuonaka tu laana, to just see iko tu curses. roho wa kuonaka tu It's mabaraka, just the Holy Spirit to ni see roho tu wa blessings. kuonaka vizuri, It's just the Holy Spirit ni to roho see tu. good. Hapana, No. Yesu akuongea tu vizuri, The Holy Spirit didn't only talk. alituongelea pia kuna magugu na ngano. Jesus didn't talk only about good things. Haleluya. Alisema pia kuna kupanda na kushuka. Jesus said there is ups and downs. Alisema pia tutabeba misalaba yetu sisi And he peke. said that we will carry our crosses by ourselves. Alisema pia tutapita njia aliyopita. And then he said that we will pass the Haleluya. path that he passed Roho through. Mtakatifu So the Holy Spirit anakuja just came kutujulisha hii mambo. to make us to Kama understand hali uko mwayo, that the way you are, dunia inaweza the kuona world can see you. wewe yupo vibaya. You're bad. Mejua ya kama But just know that umeanza njia yako, you've started your way. yale Yesu alisema, That Jesus said, anayenipenda. that one who loves me, Haleluya, haleluya. Ashike nini? Ashike msalaba wake mwenyewe. that one who loves me must carry their own cross.
Il vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Atabakumbusha yale yote nilibaambiaka. He will remind you of all the things that I've told you. Asante Yesu. Nani atakukumbusha? Who is that who will remind you? Watu duniani The people on earth, wako pale they're there kukukumbusha to remind you. mabaya tu. The only bad thing. Batu ya dunia The earth people, biko pale they're kukukumbusha just there vyenye bilitoka. to remind you what was Unaona out. masimu yenyewe itoke Do masimu. you see the new phone that came Unaona out? nguo yenyewe ishatoke Do you masimu. see the clothes that's out? Uliona right now? magari yenyewe itoke Do you see masimu. the cars that are Ile out? njo watu wako tu. That's what people are telling other people. Hakuna mwenye atakuyo kukumbusha yale Kristo alisemaka, hayupo. You won't see a person coming to you reminding you what Jesus said. Meliko tu pale But they're there kukukumbusha to remind you yale all that ya shetani. that Satan Sasa said. njo tafsiri yabo tu. That's the translating. Unamuona ule, You see that unaona person. ule, You see this unajua person. ule, You know this unaona person. ule, You know ile this ile person. kanisa, This and unaona this ule church. mtumishi, This unaona ule pastor. mwimbaji, This unaona ule, singer. ile tu. That's the only thing. Hawakukumbushe yenye Kristo They don't remind you that what Christ. alikwambia utakumbushiwa. They don't remind you what Christ Oh, told you that you be hallelujah. reminded. Hallelujah. Hallelujah. Sikia David Sifami Ministry. Woo. Hallelujah. Amen. Unasikia? Do you hear? Sasa watu So people, wanaacha ahadi ya Kristo. they're living the promise of God. Kanisa Churches inaacha msaada wa Kristo. are living the help of Christ. Wanaacha Roho They Mtakatifu live the Holy Spirit. atakaye wafundisha. Who will teach them? Qui vous enseignera toutes choses. Atakaye wafundisha maneno yote. Who will teach them all words? Wanamwacha. They'll leave him. Banataka But they want ule Roho that Spirit mwenye atawapatia, that will tell them, atawapatia bichi yote. that will give them everything they want. Twala, Take it. pokea Receive it. mafuta, Fire. nguvu, ushindi, Yes. Authority. Power. baraka. Blessing. Pokea nyumba yako, pokea Marriage, safari yako, pokea traveling, nyumba yako. your house. Roho wa Mungu anawakabulia The Holy Spirit has given you all that. ule tu. That's the Holy Spirit Njo watu wanapenda. that people want. Me huyu wa kufundisha But this one who's ako wake teaching, tena mkanisa. not there in churches. Pale ndio Biblia inasema And that's where the Bible says, taifa langu linapotea. my generation has got lost. Watu wanapotea. People are getting lost. Sumu inaingia mkanisa. Even poison has entered in churches. Kifo inaingia mkanisa. Death has entered into the church. Mapingano inaingia mkanisa. Denials have entered into the church. Chuki inaingia mkanisa. Hate has entered into the church. Kwa sababu Because watu hawataki. people don't want. Yes, karibu sana Claude, Dr. Claude Misinde pale Amerika. Tunakushukuru sana ndugu mpendwa. Jina la Bwana lipewe sifa Baba. Tunajitahidi tu hapa kufanya kazi la Mwenyezi Mungu tena. Acha Mungu akubariki kwa kutufata. Yes, watu wanaacha hii. People are leaving all that. Kumbi msaidizi wetu Yet our helper hakukuya tu just didn't come na juice, with juice, maji, with water, sukari. sugar. No. No. Alipenda juice, He wanted juice. alilomba maji, He begged for water. lakini But Biblia nasema the Bible says wakamupa vinegre. they gave him wine, no vinegar. Wakamupa vinegre. They gave him vinegar. Unasikia? Kumuonesha ka weye au utapata vizuri tu. To show that you'll not only get good things. Hii ndio faida kubwa ya kuelewa Kristo ni nani. That's the importance of understanding who Christ is. Tunaenda mbali na Kristo. We've gone far away from Na Christ. kanisa imepoteza sura ya Kristo. And churches have lost the scene of God. Kanisa imepoteza neno la Kristo.
Churches have lost the word of God. Kanisa imepoteza utukufu wa Kristo. And the churches have lost God's glory, Jesus' glory. Tunatwala vyenye tunasoma ku newspaper, vyenye tunaona ku television, vyenye tunaona mbarabara, tunabitia binakamata muda mkanisa. And we see everything that was on TVs, in the news, on the street, and then we bring all those on the churches. Only that. Hapana. No. Hatukatale kuambia watu kenye habari imepita duniani. We did not refuse to tell people what's happening on earth. Lakini but hawezi kuileta kama mahubiri. You can't bring it as a verse or something we talk about in church. Hakuna. No. Yes, karibu sana. Brenda. Okay. Brenda. Jina lako Brenda. Yes. Brenda. Yes, karibu sana. You are welcome. Maurice. Yeah. Mungu akubariki sana. Soyez les bienvenus. Karibu sana. God bless you for to follow us. Unasikia? Do you hear? Hiyo ndiyo msaidizi kazi yake. That's what's the job of the helper. Anakuja kwa jina la Kristo. He came through the name of Christ. Unapofundisha neno la Mungu, if you teach God's word, Jesus, unapoambia watu maneno ya Mungu, if you tell people about the word, kuja na jina la Kristo, come with Christ's name. Unasikia? Roho anayekuwa ndani mwako, the Holy Spirit in you, awe na ushuhuda wa Kristo. Let him be with the testimony of Christ. Atufundishe neno la Kristo. Let him teach you the word of Christ. Kwa sababu because Yesu alipenda kutusaidia na Roho Mtakatifu. Jesus wanted to help us with the Holy Spirit. Atuachie msaidizi. To leave us with the Holy help. Tusibaki mayatima. To let us not stay orphans. Kwani alishaambia wanafunzi wake. Because he had told his disciples, fanyeni angalisho. Be careful. Unasikia? Fanyeni angalisho. Be careful. Wengi, a lot of people, watakuja are gonna come kwa jina by the name of by my name. Wengi watakuja kwa jina langu. A lot of them will come by my name. Watafanya miujiza kwa jina langu. They'll do miracles in my name. Watahubiri kwa jina langu. They'll preach in my name. Lakini nitawaambia, I'll tell them, ondokeni, go away, siwajui. I don't know you. Huku nasikia? Ano kusudi hawa watu hawa, for those people tusiungane nao, for us to not be combined with those people, nao, to not walk with those people, akatutumia msaidizi. He sent us the helper, Roho Mtakatifu. The Holy Spirit. Kusudi Roho anapokaa ndani mwako, because if the Holy Spirit sits in you, anapokaa ndani mwangu, if he sits in me, anakuja na shabaha moja. He came with one one thing is, nakuja wafundisha neno. He came to teach you the word. Shabaha ya pili, and the second thing, purpose, to remind you yale Yesu alisema. What God said. Batakuja kwa jina lake. And they will come by his name. Wale wenye wataharibu ulimwengu, all those who destroy wale the world, wenye wataharibu kanisa, all those who destroy church, wale wenye watapinga neno la Mungu, all those ones who reject wale God's wenye word, watabadilisha andiko la Mungu, all those who change God's hawatakuja na jina la shetani tu, they won't come with only the name Satan, watakuja na jina la Kristo. they will come with the name Christ. Lakini hawatawafundisha maneno la Yesu. They won't teach them the word of Jesus. They won't kuwa na Roho Mtakatifu. Be with the Holy Spirit. Watakuja na jina la Kristo. They will come with the name of Christ. Lakini kwa sababu because hawana Roho Mtakatifu, they don't have the Holy Spirit, watafundisha vya dunia tu. They will teach only world things. Mutabipata kwa jina la Yesu. You receive it in Jesus' name. Mutabinyanganya kwa jina la Yesu. You will get it in Jesus' name. Mutapasula kwa jina la Yesu. You will tear things. Banatia jina la Yesu. They put the name of Jesus. Lakini habana Roho Mtakatifu kama msaidizi. But they don't have the Holy Spirit as the helper. Hawafundishe kama jinsi Roho anaweza fundisha. They're not teaching the people according to what the Holy Spirit would teach the other people. Hakuna. No. Sasa tafuta msaidizi maishani mwako. So look for the helper in your life. Atakubariki. He will help you. Njoo atakuelewesha. And he will make you understand. Watu watakaa. People will stay. Watu watazungumuza. People will talk. Takuta pasta na pasta. You find pastors to mshirika na mshirika. Yeah. Pasteri na mshirika wake batazungumuza. People in church will talk for hours. Hawana muda. They don't have time. Ya neno la Mungu linasema. For God's word.
tuchunguze andiko. to check up God's word. No. Vyote beba atasema tu pale. All that Na hali ya they say, bongo. and Vile every ndio lie, Biblia inasema. Vile ndio Mungu anasema. Just say, Unajua that's what Mungu God anasema. said. Unajua Yesu anasema. Vile vyote bebiko wanasema. Habiufundishiwi, hababitoshe kutunda, hababitoshe kumsaada ya Roho Mtakatifu. everything that they'll be saying, they won't remove it from the help of the Holy Spirit. Hapana. Fanya angalisho. Be careful. Anayekuja kutufundisha. That one who comes to teach Unaongea na us, mwenzako Mkristo. to talk with your friend, your Kuna Christian shida friend. kati yenu. There's a problem. Ana between swali you. He fulani. has a question. Anahitaji msaada. He needs help. Kitu ya kwanza, And the one ewe thing, unayekuwa na you msaidizi who has the Holy Spirit kama Roho Mtakatifu, as a helper, mwambie ndugu, tell him, friend, fungula Biblia, just open your Bible. tusome Let's read neno the word la Kristo. of Christ. Alisema nini What did he say kuhusu shida yako? about your Biblia inasema problem? nini What did the Bible kuhusu say hali uko mwayo? about your condition? Biblia inasema nini What did the Bible kuhusu say wokovu yako? about your salvation? Roho ile saa iko ndani mwako, The Holy Spirit right now in you, anafurahi, He will be happy, ataleta tafsiri, and He will bring the translation. translation. Baadaye And then after, atakukumbusha. He will remind you. Unakumbuka kile Yesu alisema? You remember what God said? Mtu aishi tu kwa mkate, A person can't live only for lakini bread, anaishi kwa neno la but he Mungu. lives by the word of God. Mnasoma Biblia kisha anafundisha, Yeah, anaukumbusha. You read the Bible and then He reminds you. Unakumbuka Do you remember? Yesu alisema Jesus said, wengi a lot watakuja who will come kwa jina lake by His name, lakini hawajue. but they don't know. Je, kanisa ilianza How did the church start? mtumishi kusimama How did the na servants kuanza na start? unabii tu? And just start with prophesying. Nimeona, I see, nimeona, I see, nimeona, I see, nimeambiliwa, I've told, nimesikia, I've naona heard, ile I tu, see. na saa mzima inaisha. Only that, and took Yeye 1 hour, anaonaka, and for him to continue just seeing. anamaliza, And then when it's done, mtwale, you mbarikiwe, receive, take barikiwe. it, be blessed. Wanakuja kwa jina lake. They come by His name, Me Yesu awajue. but Jesus doesn't know them. Tusome neno, Let's read the word. tufundishwe neno. Let's be taught the word. Roho wa Bwana The Holy Spirit akupe tafsiri ya neno. to give you the understanding. Ni kusema nini? What does that mean? Katika Biblia Through the Bible, tuna nini? what do we have? Tuna hiyo kazi ya Roho We Mtakatifu. have the work of the Holy Spirit. Ni kazi. It's a job. Acha tuende kumaliza, tuangalie katika kitabu cha Luka. And then we can look it up in the book of Ya, tuangalie Luka 24:8. Luke 24:8. Tusikie nasema nini? Kama c'est poteza 24:8. Et il se souviendra des paroles de Jésus. Yes. Then they remembered that He had said this. Unasikia? Amen. Biblia inasema hiyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu, l'œuvre du The Saint-Esprit. Bible says that's the job of the Holy Spirit. Il se souvient de la parole de Christ. Hapana roho mwenye akumbuke, haletake, hayuwe ni Yesu kama anakuwaka mdunia. Yanashuka tu na vyake. Not the spirit of just not knowing, the spirit who comes just with everything and just give it to you. Pana, No. hatusaidiliwe na watu. We don't get help from people. Tunasaidiliwa na Roho wa Bwana. We get help from the Holy Spirit. Ndipo wakayakumbuka maneno ya Yesu. Unasikia? Wakayakumbuka, ndipo hapa kama roho iko ndani mwako, If the Holy Spirit is in you, atakukumbusha kazi ya Kristo. He reminds you the job of Christ, Neno ya Yesu, the word of Christ, hadi ya Yesu. the promise of Jesus. Ça c'est l'œuvre, la première œuvre du Saint-Esprit pour te rappeler la parole de Christ, non la parole des hommes, non les pensées de l'homme. Hapana mafikiri ya batu, hapana neno la batu, hapana tabia ya batu, hapana vya inchi, hapana vya dunia, neno la Kristo. Not everything about people, it's just the word of God. Are you getting me very well? Do you understand? Ça c'est
Mukanisa uko mwayo, muhuduma yako. The church that you're in, Unamaliza na wiki na mwezi hauyambiaka na batu neno ya Yesu. you can finish the week or a month without telling people about the word of God. Mimi huku najiambia uko Mkristo. But you're telling yourself that I'm a Christian. Naambia unaombea watu. And you say that I pray for Hapana. people. No. Huku unajazwa na Roho Mtakatifu. Are you filled with the Holy Spirit? Unaongozwa na Roho Are Mtakatifu. you been leading with the Holy Unafunuliwa Spirit? na Roho Mtakatifu. Have you been receiving things from the Holy Spirit? No. Kazi ya kwanza, the first mission of the Holy Spirit, Yeah. kuwakumbusha neno la Yesu. The first mission of the Holy Spirit is to remind us of the Word of God. Pili, The second one, parole de Christ. Anaambia l'œuvre du Saint-Esprit. C'est kazi yake kutukumbusha tu neno, parole de Christ. Tukipenda tutaisoma. Ya tatu, Saint-Esprit, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13. 2 Corinthiens. Yes, tunaanza wapatia conclusion. 1 Corinthians chapter 2 verse 13. 1 Corinthians chapter 2 verse 13. Tu wasiende tu abaelewe. Oh my God. Chapter 2:13. Unapata? Inasema hivi. 1 Corinthians chapter 2 verse 13. Et nous en parole, nous avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. How you pata ma 1 Corinthians mama. Nenda mbali. Nyuma kidogo. Unasikia kitu anasema? Soma pale na tuko tunakuja. Naanza kuonesha na maanisha, lakini naanza kuonesha sasa matendo yenye. Yes. When we tell you these things, we do not use words that come from humans' wisdom. Instead, we speak words given to us by the Spirit, using the Spirit's word to explain spiritual truth. Acha tusikie gisi nasema Kiswahili, twende polepole tuyafate mzuri. Kwa Korinto wa kwanza 2:13 inasema, haya ndiyo tusemayo, si kwa maneno tuliyofundishwa. Hivi ndio vile tunasemaka, haiko maneno yenyewe tulifundishwa. It's not the words that we've been taught. Kwa hekima through wisdom ya wanadamu, kwa hekima ya wanadamu. Through wisdom of people. Hiyo haiko ndio maneno tulifundishwa, hekima ya watu. They're not the words that we were taught, the wisdom of people. Mbali kwa maneno, mbali ya maneno tuliyofundishwa, mbali na maneno yenyewe watu balifundishwa. Far away from the words that people were taught. Na Roho. By the Holy Spirit. Tukifafanua kweli za kiroho kwa wale watu wa roho. Koya. Unasikia? Maneno mengine muko mnasumbua mtu unaikala tu kuambia tu batu ya mwili tu. A lot of words you just tell people about the word of earth. Na show me very well. Asante sana, tunakaribu sana Grace and Ilda, yes, Ilda. Majina ni mnaandika kabisa. India, but I'm from India. Yes, from India. Okay, you are welcome. Ilda from India, God bless you so much. We love you and follow us. Amen. Amen. Hatuko pale kufundisha batu. We're not there to teach people.
Hekima yetu ya dunia. Our wisdom of the world. Mti kakuaka hivi. And then the tree became like this. Ba français wanasema. And the French people say. La voix du peuple c'est la voix de Dieu. Sauti ya watu ndio sauti ya Mungu. The voice of people is the voice of God. No. Iliko science yako. That's their science. Iliko hekima yako. That's their wisdom. Lazo usitutie sisi mwayo. So for us, don't put us in those things. Walie. Those who are waro. The spiritual people. Wenye wako na Roho Mtakatifu. Those ones who have the Holy Spirit. Wanafundishwa maneno na Roho. Are taught by the words by the Holy Spirit. Yes. Sikia kutufundisha maneno ya akili yako. Unaona, unasikia. No. Don't come to teach us the words of your own wisdom, no. Sit. Just say. Put the word of God in the topic. Tia neno ya Mungu ku topic. Speak him about the Holy Spirit. Not bring your knowledge. You are intelligent because you have a degree. You know many things. You traveling everywhere. You want to collect your story of that John and you want to put ads for that. No. Hapana vile. Not like that. Rudia katika maandiko. Go back to the word. Njo pointi za Roho Mtakatifu, kazi yake zile. Those are the jobs of the Holy Spirit. Saint Esprit iko na role kubwa sana katika maisha ya watu. The Holy Spirit has a big role in people's lives. Yenye anafanya. That he does. Tunapasha kuyajua. We need to know that. Tunapasha kuyachunguza. We need to check up those things. Ujue yale msaidizi aliyeitwa kuja kusaidia. To know what the Holy Spirit was called to help you with. Sasa nisaidie kujaza form. So help me to fill these forms. Anakupa bike. He gives you the pen. Unaweza kuandika? Do you know how to write? Ndio. Yeah. Utanisaidia kuandika? Ndio. Will you help me to write? Yes. Yeye akusaidie kuandika. So instead of him helping you to write, yeye anakusaidia kupasura. For him, he helps you to tear up the things. Kisha utamchapia msaidizi makofi. And then will you clap for that help for your hands? No. Ni mharibifu. He's just a destroyer. Ndio watu wengi wanakuja. And that's what people are coming for. Kama ujue kitu. If you don't know anything. Unawaza anataka kusaidia. You think he came to help. Unawaza Biblia inasema ni vya Mungu. You think what he said is kumbe anakufundisha vya dunia tu. Yes, akili yake. Yes, he's teaching mafikiri yake. His words, his thinking. Anakupa tafsiri ya ndoto kufuatana na akili yake. He gives you the translating of the dream of his knowledge. Kufuatana na akili yake. According to his knowledge. Hapana roho wa Mungu. Not the Holy Spirit. Hapana neno la Mungu. Not the word. Kufuatana na akili yake. According to his knowledge. Iko kama inaweza kuwa kama mfano. Unajua ile uliona hapo, uliona nini? Uliona hii. For example, if you saw an apple, you saw this one. Umeota nyoka? Did you dream of a snake? Fanya angalisho basi. Be careful then. Nyangula mamatela yako kisi uliota sama inaweza kiko chini ya matela. Just carry your bed, your belongings can be there under your bed. Sogeza vitu chunguze inaweza kwele nyonana. Check up your house, it might be under every furniture of yours. Meacha roho akwambie nyoka ni nani ndani ya neno la Bwana. Let the Holy Spirit tell you what the snake is in God's word. Maana ya nyoka ni nini? What is the meaning of a snake? Mfano ya nyoka ni nani? What's an example of a snake? Yesu alitufundisha nyoka ni nani? And Jesus told us what the snake was. Yohana alisema kizazi ya nyoka ni nani? And John, no? Yes, John. Okay. John the Baptist. And John the Baptist told us the meaning of the snake. How the generation of a snake. How the generation of a snake is. Hallelujah. Ndio faida ya Roho Mtakatifu kuwa msaidizi. That's the importance of the Holy Spirit to be your helper. Ana matunda zake. He has his own fruits. Zile matunda. And those fruits. Anatembea nazo. He walks with them. Wakati kwa anafanya kazi. Every time he does that job. Ya Yesu Kristo. Of Christ. Mungu akisaidia. If God helps. Sunday tutakuya. Next Sunday. Tutaendelea saa zingine kama Mungu atufunulie vingine. If God reveals to us anything else. Kwa sababu tunaweza taka kuyazungumzia vile lakini Mungu anakianza sema tena vina taifa langu. Yeah, because sometimes he might want to preach you guys something he wants, but then God tells him to teach you about what God wants. Lakini ndugu mpendwa, brothers and sisters,
Tunakupenda sana. We love you so much. Na wokovu wako tunaitaka. And we love your salvation. Na muda wako kanisani ni mzuri. And your time in church is good. Na kazi unafanya pia kanisani ni mzuri. And the job you do at church is good. Lakini but nakuuliza, we ask you, una msaidizi? do you have the helper? Ulishakamuelewa msaidizi wako? Have you ever understood your helper? Ulishakatembea na msaidizi wako? Have you ever walked with your helper? Ulishakajua kazi yenye amekuja kufanya? Have you ever understood what he came to do? Unajua vile? Do you know that? Ulishakaikala na yeye? Have you ever sit with him? Unaongea na yeye? And then talk to him? Unamuuliza? To ask him? Unamupa muda? And give him time? Anakufundisha neno ya Kristo. To teach you the word of God. Mewe unaenda kumaombi? But for you going in prayers, hitaji yako, and your unaingia jeûne de prière, you go into fasting. Mungu akupe pesa ya kulipa nyumba. For God to give you money for rent. Mungu afunge landlord wako upofu. And for God to make your landlord a blind person. Asikie kukudai pesa ya nyumba. For the landlord to not come and demand you the money of the house. Mungu amkonfonde. Let God confront him. Njoo unaendea kumaombi. And that's the only thing that you go in prayers na for. bibi na watoto. And your wife, your kids. Mungu amfanye landlord kuwa mgonjwa kula asikie kukudai pesa. Let God make the landlord sick for him to stay there and not come here and demand you money. Hapana. No. Hapana. No. Hapana. No. Roho Bwana hawezi kusaidia kwa hiyo. The Holy Spirit can't help you with that. Hapo naenda. There you kinyuma. go. Backwards. Sikia neno. Listen to the word. Tafuta neno. Look for the word. Utakula kwa jasho yako. And you eat Tumika by your own utabarikiwa. sweat. And work and you be blessed. Na kwa jasho yako. And through your own sweat, if you get your bread, hiyo ndio riziki ya Mungu. that's the good na thing yale of God. machache anakupa, And the small thing that he gives you, furahi nayo. be happy with it. Nasema Mungu asante. And say, God, thank Nashukuru you. kwa wema wako. I thank you for your Umenibariki. mercy. Thank you for blessing me. Mimi unapenda baraka. But for you, you want Mpaka blessings uwe until you are. ushinde na ushinde wengine. You're better than Hiyo tabia everybody. ya Mkristo That's not a habit of a anayeongozwa Christian na Roho Mtakatifu, who's being led by the Holy Spirit, anayefundishwa na Roho who's Mtakatifu, being taught by the Holy Spirit, anayesaidiliwa na Roho who's Mtakatifu. being helped by the Holy Spirit. Ni msaidizi wetu. He's our helper. Hatuko mayatima. We're not. We are not the orphan. Yes, we're not orphans, Tuna msaidizi. but we have a helper. Atakusaidia He will help you unapoomba, if you pray, unapofundisha, if you teach, unaposoma Biblia, if you read the Bible, unapotafsiri neno, if you translate the unapofanya word, kazi yote kanisani kwa utukufu wa Mungu. if you do anything, any job in church by God's glory, He will help you. Iko pale juu kusaidia. He's there to help you. Asante sana kwa wandugu wote waliotufuata. Thank you for everybody who followed us. Jina la Bwana lipewe sifa. Let God's name be Kwa glorified. ajili yenu ninyi wote. To everybody Na kufuata David's Family Ministry. for following David's Family Tunashukuru Mungu Ministry. sana. We thank God so Acha much. Mungu awabariki ninyi wote. Let God bless you. Na awakumbuke tuonane Sunday And to itakapokuja. remind you that we're gonna meet each other next Sunday. Baadaye acha basi tushukuru Mungu. Now let's thank God. Baba, katika uwezo wa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunakusifu na tunakushukuru, kwani neno lako linasema umetuadia msaidizi ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atakuja kwa jina lako, atatufundisha neno lako na atatujulisha ahadi zako. Haukupenda kutuacha mayatima, lakini ukiyasema kama tunakupenda Bwana, inabidi tulinde agizo zako. Tunashukuru Yesu. Bariki na kukumbuka mama huyu na baba huyu watakaisikia na kudumu katika neno hili. Uwabariki Baba. Uwasaidie Roho Mtakatifu. Uwafundishe Roho Mtakatifu. Uwaeleweshe Roho Mtakatifu. Wasiwe tena mayatima. Kanisa wasiwe mayatima. Pastor wasiwe yatima. Mjakazi wasiwe yatima. Kwa jina la Kristo mwana wa Mungu, tunawaombea uwe msaidizi Kristo. Zidisha kutuma msaidizi wako Roho Mtakatifu anayekuja na jina lako. Ajulishe watu wewe ni Kristo, nasema nao. Hajulishe watu yale ulisema Kristo, yale unataka kanisa ya kuwe, yale unataka washirika wa kuwe, yale unataka tufanye duniani, na yale atujue
atujulishe, atukumbushe, atueleweshe. Mengi tunataka kujua, lakini tunajikuta Baba watu wanajiongoza wao wenyewe. Asante kupitia neno hili na muda huu Bwana. Roho wako ataendelea kufanya kazi kwa moja na moja. Ataponya, atasafisha, atakomaza walio wako. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana na mkombozi wetu. Amen. Amen. Yes, tunafika mwisho wa programu yetu. Asante sana kwa wote na Mungu awabariki. Yes, soyez les bienvenus. Au revoir, mes bien-aimés. Prochainement avec Definis Family Ministry. Alléluia.